Ni katika uwanja wa Kisongo bwana, Arusha. Hiyo unayotazama hapo ni ndege maalum ambayo ilikuwa imembeba mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, ambaye alifanya mkutano wa siku 2, na kama unavyoona hapo ndio ameshashuka kwenye ndege, anaingia akiwa na mke wake Pastor Sara. Wameongozwa hapo kwa ajili ya kwenda kwenye mkutano ambao umefanyika siku 2 katika mlima wa maombi. Bwana, mara nyingi Pastor Ezekiel haachagi hiyo Biblia. Lazima anaibeba, tena anabeba kwa heshima sana. Hapo anakaribishwa na watumishi mbalimbali. Karibu sana bwana, hapa ndio Tanzania. Nchi ya amani sana. Karibu mchungaji, tunakupenda. Na utukufu naye yuko hapo, kama unavyomuona hapo. Anakaribishwa kwa furaha. Hapa ni uwanja wa ndege. Sasa anaingia ndani hapo. Ameshamaliza kufanya kila kitu na nini. Hapa wanaangalia migration pale, passport zimekaa vizuri na nini, ili mambo mengine yaanze kuendelea. Hapa wameshatoka nje, wanakaribishwa na watoto, wanapewa na maua maalum. Sasa mtoto naye akaangusha ua, akachukua tena. Haya, karibuni sana Pastor Ezekiel na Pastor Sara. Watoto hao maalum kabisa. Pastor Ezekiel anafurahi na Pastor Sara. Kama unavyoona hapo, ni furaha kwa kweli kwa watumishi wa Mungu kuja katika ardhi ya Tanzania, hasa mtumishi wa Mungu huyu Pastor Ezekiel ambaye amekuwa injili yake ikiwagusa wengi sana. Hapo anasalimiana na watu na nini, anaongea na watoto. Basi karibu sana, hapa ndio Arusha, jiji hili Geneva ya Afrika. Kwa hiyo anaenda kupanda gari ili sasa msafara uanze kwa ajili ya kwenda uwanjani. Hapo anapanda gari, na tayari ameshatoka nje. Baada msafara ndio huu unaanza sasa kutoka hapo uwanja wa ndege wa Arusha kuelekea uwanjani. Na mara nyingi sana Pastor Ezekiel anapenda kutumia magari meupe, na yeye pia anavaa nguo nyeupe hivyo. Kwa msafara hapo naenda sasa, tukafika uwanjani. Hapa ndio uwanjani, mtumishi wa Mungu anahubiri na nini. Hii sasa ni siku ya mwisho ya tarehe 19, kwa sababu mkutano umefanya tarehe 18 na 19. Watu wanaabudu, yeye mwenyewe aliabudu mpaka akalala chini. Lakini vile vile walikuwepo waimbaji mbalimbali kama Martha Mwaipaja, naye aliombewa katika mkutano huu wa Pastor Ezekiel. Na pia mama yetu, gwiji la nyimbo za injili Afrika, alikuwepo hapo, anafurahi na mama Pastor Sara. Wanazungumza kidogo, wanafurahia. Karibu sana mama, hii ni Tanzania. Najua Tanzania tuna upendo sana, tunakukaribisha mama yetu. Wanazungumza, wanafurahi kwa kweli. Rose Muhando amekuwa gwiji la nyimbo za injili na amekuwa mama wa wengi. Lakini vile vile alikuwa alipo na Martha Mwaipaja kama unavyomuona hapo. Wanaendelea kuteta jambo na nini. Basi mambo yakawa hivyo, wakawa wanazungumza. Sasa hatujui walikuwa wanazungumza nini, lakini walikuwa wanazungumza kwa kufurahiana sana. Pastor Sara na mwimbaji wa nyimbo za injili Tanzania ama Afrika, mama Rose Muhando. Shughuli ikaelekea hapa ni tarehe 19, manaki siku ya Jumapili, ni siku ya pili ya mkutano huo. Walizungumza kwa muda mrefu kidogo. Kalikuwa kikao hivi, walikuwa wanajadili mambo yao, hata hatujui ni nini, lakini ni kuhusiana na injili, mambo mbalimbali. Lakini Martha naye pia alikuwepo pembeni hapo kama inavyoonekana. Mkutano ulikuwa wa aina yake sana. Siku ikaisha hivyo. Baada ya hapo wakarudi tena uwanja wa ndege wa Arusha. Sasa ni kupanda ndege tena kuondoka kurudi Nairobi kwa ajili ya shughuli nyingine za kuendeleza injili zaidi. Walitoka Kitengela siku 2, wakapiga tena Arusha siku 2, maana siku 4 akitoka hapo tena ataenda Uganda na kwingineko. Hapo anaagana na watu mbalimbali ambao walimsindikiza katika uwanja wa ndege kwamba kwaherini jamani, tutakuja tena. Hapo naye nabii utukufu kwa Bwana yupo. Anazungumza kidogo pale na Pastor Sara, wanateta jambo, wanafurahia, wanacheka. Basi ndivyo mkutano ulivyokamilika kwa hizi siku 2. Hapa ni Arusha Airport, mkoani Arusha, Geneva ya Afrika. Na Tanzania
tumebarikiwa sana na injili ya Pastor Ezekiel. Baada ya hapo sasa ndege ikawashwa, inapaa kuelekea Nairobi, na inatumia dakika 23 tu kufika Nairobi nchini Kenya. Kama unavyoona ndio hiyo inaelekea mawinguni, ndio hiyo. Kwa hiyo mwezi wa 6 Pastor Ezekiel nadhani atakuwa na mkutano Dar es Salaam, kwa hiyo endelea kutufuatilia zaidi.